Leo Julai 13, 2026 ninazungumza kwa niaba ya Baraza la Vijana wa Chadema, lakini nazungumza kwa niaba ya familia, lakini nazungumza kwa niaba ya wananchi wanaojali sana utawala wa sheria kuhusu kuendelea kushikiliwa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu hapa mkoani Mbeya. Mtakumbuka tarehe 3 na tarehe 4 Julai 2026 wanafunzi wa vyuo vikuu mkoani Mbeya akiwemo kiongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu mkoa wa Mbeya, mwenyekiti wa mtandao wa wanafunzi wa Chadema vyuo vikuu na vyuo vya kati mkoa huu wa Mbeya, Mheshimiwa ndugu yangu kijana mdogo wangu anaitwa Noah Mwalwange, lakini vile vile tuna katibu wa mtandao huo wa wanafunzi anaitwa Gwamaka Mboka, lakini yuko pia na kijana ambaye ni kiongozi kwenye tawi kwa maana ya chuo cha Catholic University of Mbeya KUOM, anaitwa Agustino Wasinyo, lakini vile vile tuna kijana mwingine ambaye ni mwanafamilia pia anaitwa Rogers Mpwani. Sasa tangu wamekamatwa mpaka leo tarehe 3 mpaka na tarehe 4 walivyokamatwa, leo tunazungumza ni takriban siku 10 na siku 9 tangu wamekamatwa. Sasa kwa mujibu wa taarifa nilizonazo baada ya kufanya mawasiliano na wakili Philip Mwakilima ambaye ameniambia kwamba kwa takriban hizi siku 10 zote ambazo vijana wameshikiliwa hawajafikishwa mahakamani kujibu tuhuma ambazo wanazo, na kwa hatua ambazo wamezichukua kwa sasa kwamba shauri limeshafunguliwa, shauri la habeas corpus chini ya hati ya dharura, na shauri limefunguliwa tarehe 11 Julai 2026. Sasa pamoja na kufunguliwa shauri hili, kinachotusikitisha ambacho ni muhimu sasa umma ukafahamu, kinachotusikitisha ni kwamba vijana hawa ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, mmoja kati ya hao kwenye chuo anachotokea wameanza mitihani leo Julai 13, 2026. Na wengine kwenye vyuo vyao wataanza mitihani ya mdomo kwa maana oral examination tarehe 16 mwezi huu Julai 2026, na written examination wataanza tarehe 21 mwezi huu Julai 2026. Sasa kuendelea kuzuiliwa kwao kunaweza kuwa na athari kubwa. Kunaweza kuwa kuna athari kwa upande wao wa elimu, lakini kuna athari upande wa ndoto zao, lakini vile vile kuna athari ya mustakabali wao. Lakini kama unavyofahamu, familia tunazotokea ni familia maskini, familia za watu wa kawaida, kwa hiyo kuna matumaini ya familia, kuna matumaini ya jamii nyuma ya hawa vijana ambazo zinaathiriwa kuendelea kushikiliwa kwa hawa vijana. Sasa tunatambua na kuheshimu sana wajibu wa Jeshi la Polisi kufanya uchunguzi wa makosa ya jinai, na tunafahamu na kwamba mamlaka hayo yanapaswa kutekelezwa kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi pamoja na haki za msingi za kila mtuhumiwa pale anapokuwa ametuhumiwa. Sasa tunafahamu misingi ya kikatiba kuhusu haki ya mtu anayetuhumiwa, haki ya kusikilizwa, haki ya kufikishwa mahakamani ili kama anatuhumiwa kwa kosa analotuhumiwa kutenda, ikiwa ametenda akasikilizwe, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na sheria zingine za haki za msingi za binadamu na mambo mengine tunafahamu. Sasa kwa msingi huo, napenda kutoa wito kwa taasisi zote zinazohusika kuhakikisha sheria inafuatwa kwa usawa na haki za msingi za wananchi zinalindwa, ikiwemo haki za hawa vijana ambao nimewasema, ambao wanashikiliwa sasa kwa takriban siku 9 mpaka 10. Wanashikiliwa chini ya Jeshi la Polisi, wako kizuizini mahabusu, hawafikishwi mahakamani kinyume na sheria inavyotaka, sheria ya kuwashikilia watuhumiwa. Tunafahamu sheria inataka yasizidi masaa 48, wao wamefikishwa mahakamani wakajibu tuhuma kama wanazo. Sasa napenda kutoa wito mosi, na tunalitaka Jeshi la Polisi mkoa huu wa Mbeya, endapo hakuna msingi wa kisheria wa kuendelea kuwashikilia, liwaachie mara moja bila masharti yoyote ili warejee kuendelea na masomo hawa vijana, na hasa katika hiki kipindi ambacho ni kipindi mahususi na muhimu, kipindi cha mitihani ya mwisho wa mwaka, mitihani inayokwenda kuamua ndoto zao, kuamua hatima zao, kuamua matumaini ya familia zao. Jambo la kwanza. Jambo la pili,
endapo kuna ushahidi unaounga mkono tuhuma ambazo polisi wanawatuhumu na kuwashikilia nazo, tunalitaka jeshi la polisi liwafikishe mahakamani bila kuendelea kuchelewesha, ili sheria ichukue mkondo wake na wapate haki ya kusikilizwa, ili kama wanakosa mahakama ikaamue. Kuendelea kuwashikilia ni sawasawa na kwamba jeshi la polisi limekwisha kuamua kwamba hawa wana makosa, wanastahili kuendelea kukaa ndani. Huo sio utaratibu wa sheria. La tatu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana, tunaiomba mahakama, kwa kuzingatia kwamba shauri la habeas corpus ambalo limefunguliwa limeshasajiliwa chini ya hati ya dharura tangu tarehe 11, na kwenye hiyo application imeeleza wazi, kwa taarifa alizonieleza wakili Philip Mwakilima, limeeleza wazi mazingira ya unyeti wa udharura, kwamba leo tarehe 13 na ndani ya wiki hili tarehe 16 kuelekea tarehe 21 wiki lijalo, vijana wapo kwenye mitihani. Udharura huo, kwa heshima kubwa sana, tunaiomba mahakama, kwa kuzingatia kwamba shauri limefunguliwa chini ya hati ya dharura, na kwa kuzingatia athari zinazoweza kujitokeza kwa vijana hawa, ikiwemo masuala ya elimu na haki zao kwa ujumla, mahakama ipange jaji au hakimu wa kusikiliza hilo shauri haraka iwezekanavyo, ili mahakama ikaamue kwamba ni kweli ni sahihi kwa tuhuma wanazotuhumiwa nazo ama si sahihi, au vinginevyo kwa kadri mahakama itakavyoona inafaa. Sasa ni wito wetu, ni wito wangu kama kwa niaba ya Baraza la Vijana wa Chadema mkoa wa Mbeya, kwamba ni muhimu mahakama ikajitenga na hiki kinachoendelea kufanywa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi limekwisha kuwashikilia kwa zaidi ya siku 9 sasa, bila kuwafikisha mahakamani wakajibu tuhuma kama wanazo. Lakini kama haitoshi, mahakama tangu kesi imefailiwa tarehe 11 chini ya hati ya dharura, kwa maelezo hayo ambayo yametolewa kwenye faili lenyewe, kitendo mpaka leo jaji hajapangwa kusikiliza kesi, ili huyo jaji apange muda wa kuisikiliza hiyo shauri. Ni muhimu sana. Muhimili wa mahakama ni muhimu ukalinda heshima, na ni muhimu ukajitenga na haya yanayoendelea na jeshi la polisi, na ni muhimu ile imani ya wananchi juu ya mihimili ya dola, ikiwemo muhimili muhimu wa mahakama, ikaweza kulindwa kwa wivu mkubwa. Kwa ni wito wangu kwa mahakama kuhakikisha kwamba inatekeleza hilo hitaji kwa wakati, ili haki ya hawa vijana ipatikane na ionekane inatendeka kwa wakati. Na huo ndio wito wetu, na tunasisitiza kuwa utawala wa sheria unahitaji haki kutendeka kwa wakati na kuonekana inatendeka. Sasa tunatoa wito kwa mamlaka zote zinazohusika kutekeleza wajibu wao, wajibu wa kuzingatia katiba, wajibu wa kuzingatia sheria za nchi na misingi ya haki, ili kulinda imani ya wananchi katika taasisi za dola, kuhakikisha haki za kila Mtanzania, kila mtu ikiwemo anayetuhumiwa, haki zake zinalindwa, zinahifadhiwa na kuheshimiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Katika hili shauri la hati ya dharura mnawashtaki watu gani na gani? Nashukuru sana. Kwenye hii shauri ambalo wakili Philip Mwakilima amelifungua, wanaodaiwa kwamba wanapaswa kujibu kwa nini wanaendelea kuwashikilia. Mmoja anaitwa Patrobas Katambi. Huyu ambaye anayeitwa waziri wa mambo ya ndani. Lakini wa pili anaitwa mnasema ni mkuu wa jeshi la polisi IGP. Lakini mwingine anaitwa RPC, mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya. Lakini mwingine mnasema ni Regional Crime Officer RCO wa mkoa wa Mbeya. Lakini mwingine ni mkuu wa polisi wilaya ya Mbeya mjini OCD. Lakini na mkuu wa kituo ambacho wanashikiliwa hao vijana ambaye anaitwa OCS, officer nasema ni officer nini, mnasema Officer Commanding Police Station OCS. Hao ndio ambao wanadaiwa wanapaswa wafike mahakamani pale mahakama itakapowaita, wakajibu kwa nini wanawashikilia, kwa nini wanaendelea kuwashikilia kwa muda wote huu bila kuwafikisha mahakamani kinyume na sheria. Na mlipofuatilia, mliambiwa ni lini ambapo mtapangiwa sasa rasmi jaji na kwa ajili kesi ianze kusikilizwa? Kwa utaratibu anayeweza kupanga lini hiyo ni mahakama wenyewe. Utaratibu wa kufanya maombi au kufungua mashauri yanafanyika kwa njia online.
Sasa shauri likisha kupokelewa, ni wajibu na kazi ya mahakama yenyewe kupanga jaji, ili huyo jaji aje aseme lini mnaitwa muende mkasikilizwe. Sasa kwa sasa kama nilivyosema mwanzo kwamba shauri limekwisha kupokelewa na kusajiliwa, lakini bahati mbaya ni kwamba bado jaji hajapangwa, ili huyo jaji akishapangwa awaite hawa wanaodaiwa pamoja na wadai, ili wafike mbele ya mahakama, mahakama ikaone ni sahihi kuendelea kuwashikilia ama sio sahihi, ni sahihi hayo wanayotendewa ama sio sahihi.